Karibu sana ewe shabiki wangu, niweze kukupasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Tafadhali ninakuomba uweze kujiunga na ukumbi huu kwa kupiga subscription. Vile sambaza kanda zetu kuelekea kwa vikundi viwili vitatu. Mimi nipo hapa kwa minajili ya kupigania Mtanzania. Nitahakikisha kwamba nitapigania Mtanzania mpaka aweze kupata haki. Hii serikali iliiba kura, wakang'ang'ania madaraka. Baada ya kuapishwa, wamezembea kufanya kazi, wamelala, wamelewa mamlaka, wamepora pesa za mwananchi. Sasa hawafanyi kazi. Kazi tu ni kusema kwamba vijana wamelipwa kuzua vurugu Tanzania. Hili tatizo lazima tulizungumzie mpaka lifanyiwe kazi. Kuna janga ambalo limelipuka Tanzania nzima. Wananchi wanapokea maji chafu kwenye mifereji yao. Kwenye simu yangu upande wa WhatsApp ninapokea jumbe nyingi, ninapokea taarifa nyingi zikiniambia, Bwana Ezra, ndani ya Tanzania tunateseka. Yaani mpaka swala la kupata maji safi limeshinda hii serikali ya Samia. Tunapewa maji chafu kama mifugo. Inaonekana kwamba hii serikali baada ya Watanzania kuwakataa, wanawaona nyinyi kama mifugo, na ndio maana wanawapea maji chafu. Yaani raia anaamka, anaenda kwenye sinki, anaenda kwenye tap au ukipenda mfereji kufungulia maji aweze kuosha vyombo, aweze kupikia, anapata ni yale maji chafu. Hata mifugo hawawezi wakanywa. Alafu tukizungumza matatizo kama haya, utapata kwamba kuna Tahira ananitukana. Angalia hizi kanda ambazo nimeweza kutumiwa. Alafu ujiulize, je, tuko na viongozi au hawa viongozi wameenda likizo ya Krismasi mpaka sasa hivi hawajaamua kurudi kazini? Haya maji binadamu kweli anatazamiwa kuyanywa? Haya maji kweli binadamu ndiye analengwa kukunywa au ni mifugo? Hata mifugo hawawezi wakanywa. Haya ndio maji yanayotoka kwa sasa hivi, mnavyoyaona ndio maji yanayotoka. Mtazamaji wangu, sasa serikali hii inasubiri tuweze kuita rais wa Marekani Donald Trump akuje kutusaidia kutatua hili tatizo la kupata maji chafu. Unajua kitu ambacho kinapea hawa viongozi kiburi ni kwa sababu katika nyumba ambazo wanaishi wao wanapokea maji safi. Mtu kama Samia anaamka kwenye mfereji uko na maji safi,
kwenye kidimbwi chake cha kuogelea pako na maji safi, mahala ambapo anaenda na rinda lake kwenda kubarizi pako na maji safi. Kwenye mazingira yake, ukipenda compound yake, hamna maji chafu. Ukiangalia waziri mkuu kama huyu Mwigulu Nchemba mwenye anapiga kelele kila wakati, jumbani mwake pako na maji safi. Ni kwa nini wanawaona wananchi kama mifugo? Ni kwa nini wanatuchukulia sisi kama watu ambao hatufai? Au tuandamane? Ninaomba tukubaliane, au tuingie barabarani tuandamane, kwa sababu hivi majuzi nilimsikia Samia akisema kwamba hapakukuwepo na njia mbadala za kutatua matatizo ambayo wananchi wanasema kwamba yaliwakumba, na ndio maana wakaingia barabarani. Eti hapakukuwepo na njia za kufuata ndiposa matatizo yao yaweza kutatuliwa. Sasa ndio nauliza, matatizo gani haya? Yaani njia gani hizi ambazo wanataka tuweze kuzifuata? Hii ni wiki ya 3 ndani ya Tanzania tunapokea maji chafu kwenye mifereji. Wiki ya 3 wanataka tupige makelele mpaka lini? Suluhisho peke yake ni maandamano. Maandamano ndiyo huamsha hawa viongozi kutoka mahala ambapo wamelala usingizi wa pono. Ingekuwa tumeandamana leo, tuandamane kesho, hawa viongozi wangeona wasipo litatua hili tatizo la kupata maji chafu, wananchi wataendelea kuandamana mpaka watolewe mamlakani. Kumbuka kwamba kile ambacho kilifanya raia wa Madagascar wakaandamana ni kupata maji chafu. Waliandamana mpaka rais wao akang'atuliwa madarakani, ni kwa sababu ya kuendelea kupata maji chafu na ukosefu wa maji kwenye mitaa yao. Yaani walipokuwa wanapata maji ilikuwa tu ni siku moja, na hayo maji ni chafu. Siku zingine hawakuwa wanapata maji. Wananchi wakaandamana ndani ya Madagascar mpaka wakahakikisha rais wao mtepetevu, rais wao mwenye hakukuwa na chapa kazi ameondolewa madarakani na wanajeshi. Sasa hebu jiulize, mpaka lini tutaendelea kupokea maji chafu kama haya? Mpaka lini? Kwa hivyo tuendelee kutulia tupokee maji chafu kama haya, na kipindupindu kikitushika na ugonjwa wa matumbo ukitushika, je? Tujiulize maswali. Na ugonjwa wa matumbo ukituvamia, kwa sababu nilimsikia Samia akiuliza eti hapa kuwepo na njia mbadala za kutatua matatizo ya Watanzania. Sasa Watanzania wamepiga kelele, hii ni wiki ya 3 wanapokea maji chafu, lakini hawajaweza kulitatua hili tatizo. Bado ni jambo la kusikitisha, mpenzi mtazamaji. Wacha ni waache na hii kauli. Suluhisho peke yake ambalo linaweza likatatua matatizo ambayo yanatukumba ni maandamano. Ndiyo, ni maandamano. Hilo ndilo suluhisho peke yake ambalo linaweza likatatua matatizo ambayo yanatukumba. Bila ya maandamano, Rais Samia
wabunge wake, madiwani wake wote watazembea. Hichi kipindi cha miaka mitano hatutapata faida, hatutapata kazi kutoka kwa hii serikali batili. Wataendelea tu kutudanganya, sijui watu wamelipwa ili kuandamana, sijui watu wamelipwa ili kuzua vurugu. Watu wakina nani wamelipwa? Pesa zinatoka wapi? Wanalipa timu ya Taifa Stars shilingi milioni 500, lakini kutatua tatizo kama hili la maji pesa zinakosa. Hata ni heri Taifa Stars wamecharazwa, hata ni heri wamepigwa warudi nyumbani. Pesa za kupewa wachezaji ziko, lakini pesa za kutatua matatizo ambayo yanatukumba zipo. Wazo lako ni lipi?